Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Karibu katika darasa nyingine ambayo ni darasa ya sarf, na leo tuendelea na kipengele kipi ambacho ni muhimu mno. Kipengele cha leo tunasoma almizanu sarfiyu. Almizanu sarfiyu, almizanu kwa maana ya mzani au kipimo. As-sarfiyu ndio somo la kusarifisha kwa maana ya kubadilisha vitendo katika hali moja kwenda hali nyingine ili tuweze kupata ile maana tunayokusudia. Kwa hivyo almizanu sarfiyu kwa maana ya kipimo katika somo la sarf, ambacho kinachohusika kupima maneno ili kuweza kujua neno liko na herufi ngapi za asili, neno liko na herufi ngapi ambazo zimezidishwa ndani yake ambazo sio herufi za asili, ili kuweza kujua wapi paka sukuni, wapi inakaa hirabu, fatha, kasra na dhamma. Kwa hivyo leo tutaangalia kipengele hiki cha almizanu sarfiyu. Kwa hivyo tuanza kusoma inshallah. Almizanu sarfiyu, kipimo cha sarfu. Kipimo katika somo la sarfu au vipimo vinavyotumika kupima maneno katika somo la sarfu. Kwa hivyo unaposema almizanu sarfiyu maana yake ni nini? Asema almizanu sarfiyu huwa miqyasun, huwa nacho ni almizanu sarfiyu, kipimo katika somo la sarfu au mizani ya sarfu, huwa nayo ni miqyasun, ni kipimo, naarifu bihi, tunafahamu kwa kipimo hicho, naarifu bihi, tunafahamu kwa kipimo hicho, adada, idadi, hurufi ya herufi, alkalima ya neno. Huwa miqyasun, nacho ni kipimo, naarifu bihi, tunafahamu kwa kipimo hicho, adada, idadi, hurufi ya herufi, alkalima ya neno. Watartibaha, na namna au na utaratibu wa kuzipanga herufi hizo. Watartibaha, na namna ya kuzipanga herufi hizo. Walhurufa, na herufi al-asliya za asili. Kwa maana walhurufa al-asliya, na herufi za asili, kwa maana na kuzitambua herufi za asili katika neno hilo. Wazaida, na herufi zilizozidishwa fiha, ndani yake. Wa harakatiha, na harakati zake, kwa maana na irabu za neno hilo. Wa sakanatiha, na sukuni katika neno hilo, kwa maana na uwepo wa sukuni katika neno hilo. Kwa hivyo tunaposoma almizanu sarfiyu, kipimo katika somo la sarfu, tunasema huwa miqyasun, nacho ni kipimo, naarifu bihi, tunafahamu kwa kipimo hicho, adada hurufi alkalima, idadi ya herufi za neno, wa tartibaha, na utaratibu au na namna ya kuzipanga herufi hizo, wal hurufa al-asliya, na herufi za asili, na kutambua wal hurufa al-asliya, na kuzitambua herufi za asili katika neno hilo, wa zaidata fiha, na herufi zilizozidishwa ndani yake, kwa maana zilizoongezwa ndani yake, wa harakatiha, na harakati zake, kwa maana irabu. Tunaposema wa harakatiha, hapo tunamaanisha alama za fatha, kasra pamoja na dhamma. Na tunaposema wasakanatiha, kwa maana ya nini? Ya sukuni, uwepo wa sukuni katika neno, kwamba wapi inakaa sukuni na wapi sukuni haikai. Kwa hivyo kwa ujumla almizanu sarfiyu, hiyo ndio maana yake, kwamba huwa miqyasun,
nacho ni kipimo. Naarifu bihi, tunafahamu kwa kipimo hicho. Adada hurufil kalima, idadi ya herufi za neno. Wa tartibaha, na namna ya kuzipanga. Wal huruf al asliya, na herufi za asili. Wa zaidata fiha, na herufi zilizozidishwa ndani yake. Wa harakatiha, na harakati zake, pamoja na wasakanatiha, na sukuni. Kwa hivyo tunakuja kuangalia hurufu al-mizanu sarfiyya, herufi za mizani ya sarfu. Hurufu al-mizani sarfiyya, herufi za mizani ya sarfu, kwa maana ni herufi za kipimo katika somo la sarfu. Ni herufi zipi ambazo zinatumika kupima neno katika lugha ya Kiarabu, ili kuweza kujua kwamba je, katika neno hili ziko herufi ambazo zimezidi kutoka katika zile ambazo herufi zake za asili, au je, neno hili limeundwa na herufi zake za asili kama jinsi zilivyo. Kwa hivyo ziko herufi ambazo wanazoona mikaa wameziweka kwamba hizi ndizo zitatumika maalum kwa ajili ya kupima maneno katika lugha ya Kiarabu. Tuzifahamu. Asema huruful mizanu sarfiyya, herufi za mizani ya sarfu. Thalathatun, ziko tatu. Huruful mizanu sarfiyya, herufi za mizani ya sarfu. Thalathatun, ziko tatu. Wahia, nazo ni alfau, ni fa. Wal ainu, ni aini pia. Wal lamu, pamoja na lam. Alfau kwa maana ya fa, wal ainu kwa maana ya ain, na wal lamu pamoja na nini, na lam. Hizo ndizo herufi tatu za kipimo katika somo la sarfu. Ndizo herufi tatu zinazotumika kupima maneno katika lugha ya Kiarabu. Sasa tujaribu kuangalia mifano. Mfano, tuchukulie neno dhahaba. Tuchukulie neno dhahaba. Dhahaba maana yake ni kwamba alienda wakati ambao uliopita. Dhahaba, alienda. Sasa katika lugha ya Kiarabu, maneno mengi ya asili au maneno mengi yako na herufi tatu za asili, lakini yapo maneno ambayo yako na herufi 4 za asili, mengine pia ni 5, lakini 6 ni nadra sana kukuta maneno. Lakini asilimia kubwa ya maneno ya Kiarabu yako na herufi 3 za nini, za asili. Kwa hivyo katika huu mfano dhahaba kwa maana ya alienda, tukitaka kulipima neno hili, kwa maana tunalipima katika mfumo gani? Tutaliandika dhahaba, dhahaba, dhahaba. Ukishaliandika neno hili kama hivi, then unatumia herufi hizi tatu, fa, ain pamoja na lam, kufuatisha kutoka kulia mwanzo wa herufi ya kwanza ya neno hilo unalotaka kulipima kwenda wapi? Kushoto kufikia herufi ya mwisho. Ya kwanza ni dha, kwa utaandika hapa fa. Ya pili ni ha, kwa utaandika hapa nini? Ain. Ya tatu ni nini? Ni ba, kwa utaandika hapa nini? Lam. Na neno hili, herufi hizi tatu ambazo ndizo herufi za mizani katika somo hili la sarfu, harakati zake kwa maana irabu zake zinapatikana kutokana na neno lenyewe unalotaka kulipima. Mfano, neno letu dhahaba lote herufi ya kwanza iko na fatha, kwa hivyo na yenyewe utaekea irabu yake ya kwanza ni fatha. Herufi ya pili ha, na yenyewe pia iko na fatha, kwa utaekea fatha pia ain. Herufi ya tatu ni ba, na yenyewe pia iko na fatha, kwa na lam pia utaekea nini? Utaekea fatha. Kwa hiyo tunajikuta mzani wa neno dhahaba ni fa'ala, fa'ala. Kwa hivyo tunajikuta kwamba neno dhahaba lina herufi tatu za asili na mzani wake ni fa'ala. Kwa hivyo mzani wa neno unapata irabu zake kutokana na neno lenyewe jinsi ambavyo lilivyoandikwa. Haya. Kwa hivyo sasa tunasema
herufi ya kwanza dha katika neno dhahaba au neno lolote ambalo ulilolipima, herufi ya mwanzo tunaita nini? Dha. Herufi ya mwanzo dha, hii tunasema ni sawasawa na fau, ni sawa na neno fau alkalima. Fau alkalima, hii herufi ya kwanza tunaita fau alkalima. Herufi ya pili ni ha. Hii ha kwa vile ni ya pili ambako iko sambamba na ain, hii tunaita ainul kalima. Ainul kalima. Na herufi ya tatu ambayo ni ba iko mkabala, iko sambamba na lam, kwa hivyo tunasema ba, hilo neno tunasema ni lam, ni lamul kalima. Ni lamul kalima. Kwa hivyo tunapopima maneno hayo, neno herufi ya kwanza ambayo iko sambamba na herufi ya mzani wako ambayo ni fa, tutaita faul kalima, kwamba hii herufi dha, hii ni faul kalima. Herufi ya pili ambayo iko sambamba na herufi ya mzani wako ain, hii herufi ya pili tutaita ainul kalima. Na herufi ya tatu ambayo ni ba ambayo iko sambamba na herufi ya mwisho ya mzani wako ambayo ni lam, kwa hiyo itaitwa ni lamul kalima. Sasa baada ya kuelewa hivyo, utakuja kujua kwamba neno faala neno faala lenyewe linakuwa ni almizan. Tunasema ni almizanu, kwa maana neno faala ni almizanu, kwa maana ni kipimo. Na lile neno lililopimwa ambayo ni dhahaba, ili neno tunaita almauzunat, kwa maana kilichofanya nini? Kilichopimwa. Kwa hivyo faala hii tunasema ni almizanu, na dhahaba kwa vile ndilo neno ambalo lilikuwa limepimwa, ile linaitwa almauzuna. Kwa hivyo darasa hii tulikuwa tutaangalia ni nini maana ya almizanu sarfi, lakini pia tukaangalia hurufu almizanu sarfi, lakini pia tukaangalia mfano neno la kwanza ambalo ni neno dhahaba ambalo lina herufi tatu za asili, dha, ha pamoja na ba. Kwa hivyo kwenye kupima kwake utaandika herufi ya kwanza ni dha, kwa hivyo kutoka katika herufi zako tatu, fa, ain pamoja na lam, kwa hivyo dha itaenda sambamba na fa, ha itaenda sambamba na ain, na lam itaenda sambamba na nini? Na ba. Na hizo herufi zako za mzani zitachukua harakati zake au irabu zake kutoka katika hilo neno lako la asili ambalo ni dhahaba. Kwa hivyo lote herufi zake zote ziko na harakati na irabu ya fatha, kwa na mzani wako pia utakuwa zote pia zitakuwa na nini? Na fatha, kwa maana faala. Na tukasema herufi ya mwanzo ambayo iko sambamba, ambayo ni dha, iko sambamba na fa, dha inakuwa ni faul kalima, na herufi inayofuatia ambayo ni ha iko sambamba na ain, hii tunaita ainul kalima, na herufi ya mwisho ambayo ni ba ambayo iko sambamba na lam, hii tunaita lamul kalima. Na hiyo faala ndio almizan, ndio kipimo chenyewe, na neno dhahaba linakuwa almauzuna ambalo ndicho kilichopimwa. Wa hadha, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.